Hongera sana mtumishi wa Mungu mpaka kufikia sehemu hii ya pili ya mafunzo yetu ya madarasa yetu, ambapo kwenye sura hii ya pili tutajifunza kwa habari ya ubatizo wa maji mengi. Ubatizo wa maji mengi. Hongera sana. Karibu tujifunze. Tunasoma kwa habari ya ubatizo wa maji mengi, tunasoma Kolosai sura ya pili mstari wa 12. Neno la Mungu linasema kuwa mkazikwa pamoja naye katika ubatizo. Kumbe tunapoenda kubatizwa kwa kuzamishwa kwenye maji mengi, hivi ile unavyozamishwa tu, yale maji yamesimama ulimwengu wa roho kama kaburi aliloshukia Yesu, kama vile alivyoshuka Yesu kaburini. Tuendelee, anasema na katika huo mkafufuliwa pamoja naye. Kumbe katika huo ubatizo sasa, Yesu alikaa siku 3 kaburini, baadaye akatoka. Kumbe unapotoka kwenye maji mengi unakuwa umejifungamanisha na kufufuliwa pamoja naye Yesu. Anasema kwa kuziamini nguvu za Mungu aliyomfufua katika wafu. Umeona? Kumbe sasa unapoziamini nguvu za Mungu aliyemfufua Yesu katika wafu, pale unapozamishwa kwenye maji ni kana kwamba unajifungamanisha na kile alichokisema Yesu, alikufa pamoja nasi na akafufuka pamoja nasi. Sasa unarudishwa miaka 2000 nyuma mpaka ile siku Yesu aliposhuka kaburini, unashuka naye kabisa. Yesu alishuka kaburini akiwa ametwikwa dhambi na mauti, na unashuka navyo na wewe. Maisha ya kukandamizwa na dhambi na mauti unashuka nayo pale majini, kwa sababu sio maji tu, katika Mungu wa roho umeshuka naye kabisa kaburini. Sawa. Baada ya siku 3 Yesu akatoka kaburini, na wewe sasa unapotoka kwenye maji unajifungamanisha na vile alivyotoka Yesu kaburini. Alitoka akiwa ameshinda dhambi na mauti. Kumbe kwa kubatizwa, kwa kuzamishwa kwenye maji mengi na kutolewa, unakuwa umejifungamanisha katika Mungu wa roho sawa sawa kabisa na Yesu alivyoshuka kaburini na kutoka, na vile alivyoingia unaingia, na vile alivyotoka unatoka. Alitoka akiwa ameshinda dhambi na mauti. Ndiyo siri katika ubatizo wa maji mengi, na Mungu alikusudia iwe hivyo ili atimize lile andiko lilosema kwamba tumekufa na Yesu pale msalabani, tulikuwa naye, na akashuka kaburini, tuko naye, na akafufuka, tunafuka pamoja naye. Inatimia kwa mtindo huo. Tuendelee. Pia kuna swali hapa inabidi tujifunze. Linauliza hivi: nani abatizwe kwa maji mengi? Nani abatizwe kwa maji mengi? Ni nani abatizwe kwa maji mengi? Tunasoma Marko 16:15 mpaka 16. Neno la Mungu linasema, akawaambia, enendeni ulimwenguni mote mkaihubiri Injili kwa kila kiumbe. Aaminie na kubatizwa ataokoka, asiyeamini atahukumiwa. Kumbe aaminie afu akishaamini ndio atabatizwa. Atakayeamini nini? Hiyo Injili ya Yesu Kristo ya wokovu, ya kuokoka. Kwa hiyo anayetakiwa kubatizwa kwa maji mengi, ambao ndio ubatizo ulioachwa na Kristo Yesu na unaotakiwa, kwa sababu ndio unayetupa sisi kuweza kufa katika dhambi na kufufuliwa tukiwa wapya, tumezaliwa mara pili. Kwa mwenye kustahili kubatizwa, ubatizo wa maji mengi, ni yule mtu ambaye ameamua kutubu dhambi zake na kufanya uamuzi wake binafsi wa kumpokea Yesu Kristo, yani kuokoka. Amempokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, na tena ameamua kumfuata. Sio vile ambavyo kama alidhania Nikodemo. Nikodemo alimwamini Yesu, lakini kwa habari ya kumfuata hakuwa ana huo mpango. Ndio maana Yesu katika Yohana 3:3 akamwambia, amina amina nakwambia, mtu asipozaliwa mara pili hawezi akaingia ufalme wa mbinguni. Akauliza, awezaje mtu kuzaliwa mara pili akiwa mzee? Yesu akasema, amina amina nakwambia, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa roho hawezi akaingia ufalme wa Mungu. Kilichozaliwa kwa maji ni maji, na kilichozaliwa kwa roho ni roho. Ndio maana nalikuambia mtu asipozaliwa mara pili hawezi akaingia ufalme wa mbinguni. Tunazaliwaje mara pili? Ni kwa kubatizwa, kwa kuzamishwa kwenye maji mengi na kubatizwa ubatizo wa Roho Mtakatifu, au kujazwa Roho Mtakatifu kwa jina nyingine. Hapo tumeelewana? Kwa ni mtu aliamua kumfuata, akaamua kumfuata Yesu kabisa, sio yule mtu ambaye ni kama ni shabiki tu. Nikodemo alienda pale kwa Yesu, anamwamini ndio,
amekubali, tuseme kwa lugha hii, kama sema amekubali kuokoka, lakini kutoka katika jamii ya Mafarisayo wako tayari kwa kwenye kumfuata Yesu, inabidi kabisa kutoka uliko na kumfuata kweli, na huyu aliyekubali kumfuata anastahili kubatizwa. Amefuata kwa kukubali kuokoka kwa hiyo yake binafsi. Okay, tuendelee hapa. Kuna swali jingine linasema hivi, ni nani anapaswa kubatiza wengine kwa maji mengi? Nani anapaswa kubatiza wengine kwa maji mengi? Ambaye anatakiwa kubatiza wengine ni nani? Tusome Marko 16:15 mpaka 16. Hili neno linasema akawaambia, Yesu alikuwa anawaambia kina nani? Mitume wake. Mitume wake, wanafunzi wake walioishi naye miaka mitatu, walioacha nyavu zao wakamfuata, waliokubali Yesu kuambatana naye katika kila hali, katika kila kitu, waliokubali kumtii Yesu kwa yale aliyowaambia. Kumbe walikuwa ni watu wa namna hiyo. Sawa? Ndio wanawaambia sasa waende wakahubiri, atakayeamini na kubatizwa ataokoka, asiamini atahukumiwa. Kumbe walikuwa wameshaaminika kiwango cha kuweza kubatiza. Okay. Kumbe mtu inayempasa kuwabatiza wengine kwa maji mengi, sawa, ni mtu ambaye amekubali kumfuata Yesu kabisa na kuwa mwanafunzi wake kikamilifu na kudumu katika Yesu Kristo. Amekubali kumfuata Yesu, amemkubali Yesu. Huyo anastahili kubatiza wengine, kwa sababu mpaka amemfuata, amemkubali Yesu, maana yake amekubali kuwa kama Yesu. Sawa? Kwa hiyo zingatia hili. Ikiwa umemwamini Bwana Yesu na kuongozwa sala ya toba, ukaokoka, na kisha ukabatizwa ubatizo wa kuzamishwa kwenye maji mengi, na pia ukabatizwa ubatizo wa Mungu Roho Mtakatifu, maana yake yani ukawa umekamilika kuzaliwa mara pili, na unaishi katika njia ya kumfuata Yesu kikamilifu, basi hata wewe unaweza kubatiza. Kwa hiyo na wewe inakubidi uenende katika njia ya wokovu mpaka kufikia kujazwa Roho Mtakatifu na kuenenda katika misingi na mapenzi ya Mungu katika wokovu. Unaweza kubatiza mtu. Ikitokea umemhubiri mtu sehemu fulani, labda ni mbali, ni kijijini na kuna mtu amepokea Yesu, fanya kama Filipo alimfanyia towashi wa Kushi, nenda kambatize. Okay, tuendelee. Kuna mifano hapa inayothibitisha ubatizo wa maji mengi katika Biblia. Maana kwamba ubatizo wa maji mengi upo na ni Biblia, sio mapenzi ya mtu, ni ya Mungu. Mfano inayothibitisha mmoja wapo ni siku ya Pentekoste. Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 37 mpaka 38. Alafu taruka utasoma na mstari wa 41. Neno la Mungu linasema kuwa waliposikia haya wakachoma mioyo yao, wakamwambia Petro na mitume wengine, tutendeje ndugu zetu? Petro akawaambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo, mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Nao waliopokea neno lake wakabatizwa, na siku ile wakaongezeka watu wapata 3,000. Umeona? Kumbe hiyo batizo ipo. Na hawa mitume kina Petro waliwabatiza kama vile Yesu alivyowabatiza. Wao walienda wakabatizwa, na ubatizo walienda kuwabatiza watu 3,000. Ni wengi, ni kwa maji mengi. Unaona ni kazi ilikuwa ni nyingi, ni kubwa. Ilikuwa ni kubwa, lakini leo tuna vizingizio vingi. Ingekuwa ni leo wangepata hata sababu kwamba kubatiza ni wengi, watu 3,000 kwa kuwazamisha majini tunachoka. Tutumie kikombe. Hapana, maji mengi. Mfano mwingine ni wa Kristo wapya wa kule Samaria. Matendo ya Mitume sura 8 mstari wa 12, neno linasema, lakini walipomwamini Filipo akizubiri habari njema za ufalme wa Mungu na jina lake Yesu Kristo, wakabatizwa. Umeona? Kumbe walianza kuamini, alafu wakafanyaje? Wakabatizwa, wanaume na wanawake. Mfano mwingine ni towashi wa Kushi. Matendo ya Mitume 8:35 mpaka 38, neno linasema kuwa Filipo akafunua kinywa chake, naye akaanza kwa andiko lilo hilo
akamhubiria habari njema za Yesu. Wakawa wakiendelea njiani, wakafika mahali penye maji. Yule towashi akasema, tazama maji haya, ni nini kinachonizuia nisibatizwe? Filipo akasema, ukiamini kwa moyo wako wote inawezekana. Akajibu akanena, naamini ya kwamba Yesu Kristo ndiye mwana wa Mungu. Ameamini kwanza. Umeona? Ameamini kwanza. Alafu akaamuru lile gari lisimame. Wakateremka wote wawili majini, Filipo na yule towashi, naye akabatiza. Umeona? Kubatiza. Hivyo unaona? Kubatiza. Okay. Mifano inaendelea. Kuna mfano wa Sauli wa Tarso, au jina lake ni Mtume Paulo. Alikuwa anaitwa Sauli. Matendo ya Mitume sura 9 mstari wa 17 mpaka 18. Neno linasema kuwa Anania akaenda zake, akaingia mle nyumbani, akamwekea mikono akisema, ndugu Sauli, Bwana amenituma Yesu, yeye aliyekutokea katika njia uliyoijia, upate kuona tena, ukajazwe Roho Mtakatifu. Mara vikaanguka machoni pake vitu kama magamba, akapata kuona, akasimama, akabatizwa. Umeona? Amehubiriwa Injili. Sasa Paulo alihubiriwa na Yesu mwenyewe. Sauli, Sauli, mbona unaniudhi? Nani wewe Bwana nakuudhi? Mimi Kristo nakuudhi. Mimi Kristo Yesu ndiye unaniudhi. Umeona? Akampiga upofu tena ule mwaka wa mwanga ule. Hapo Sauli alikuwa ameshamwamini. Sasa yule Yesu aliyemuona duniani akampinga kwamba sio Masihi, akawa ameshaamini kumbe ni Masihi. Na tunaona na mkiri anasema, nani wewe Bwana? Kwa sababu utisho wa mahali pale ulikuwa ni utisho wa Mungu, na neno Bwana alilimaanisha Mungu. Kwa nini? Kwa kipindi kile mpaka kufikia Yesu anafika, neno Bwana lilikuwa linatumika kwa ajili ya kumtaja Mungu. Sawa? Ndio kuna ile Bwana ya Bwana, labda Bwana mume, alafu kuna ile Bwana Mungu. Atakisoma kwa Biblia yako, Bwana alitaja pale nianza kwa herufi kubwa. Kwa amemwamini Yesu akamkiri, kisha anaenda kubatizwa. Tena naambiwa atajazwa na Roho Mtakatifu. Kumbe baada ya kubatizwa, batizwa maji mengi, akajazwa Roho Mtakatifu. Mfano mwingine ni Kornelio na nyumba yake, jemedari wa jeshi la Rumi huyu. Matendo ya Mitume 10:47 mpaka 48. Neno linasema kuwa ni nani awezaye kuzuia maji hawa wasibatizwe? Huyu ni Petro anaongea haya. Watu waliopokea Roho Mtakatifu vile vile kama sisi. Basi Petro akaamuru wabatizwe kwa jina lake Yesu Kristo, ndipo akamsihi azidi ukasi kadha wa kadha. Umeona, Petro alitumwa na Mungu kwenda kuhubiri hawa watu wa nyumba ya Kornelio. Umeona, amefika pale amehubiria, lakini anasita kuwabatiza kwa maji mengi. Kwa nini? Sio Wayahudi, wakati Mungu ameacha wokovu kwa ajili ya watu wa mataifa. Ilikuwa ni ngumu kwa Petro kwa mara ya kwanza kulikubali hilo. Ilibidi Mungu awajaze Roho Mtakatifu kama waliojazwa kina Petro, ili Petro aamini kwamba nimewachagua watu wa mataifa. Ndio hapa anauliza, nani awazuria asibatizwe? Basi aliwabatiza. Wakorinto, mfano mwingine ni wa Korinto, watu wa Korinto. Matendo ya Mitume 18:8. Anasema, na Krispo mkuu wa sinagogi akamwamini Bwana pamoja na nyumba yake yote. Wakorinto wengi waliposikia waliamini, wakabatizwa. Kumbe waliamini kwanza wakabatizwa. Injili inahubiriwa, mtu anamwamini Yesu kwa habari ya wokovu. Maana zipo injili nyingi pia. Kuna injili zinasema tu wewe ukiamini tayari mbinguni umeingia, hamna kuongozwa sala ya toba. Hiyo sio injili ya Yesu. Sala ya toba inahusisha ukiri wa imani kwa Yesu, lakini watu hawapewi hiyo ukiri. Sala ya toba ni ufunguo wa mtu sasa kwanza maisha ya wokovu na mtu. Watu wanaikataa hiyo. Sasa tunaongelea injili ya wokovu. Ameongozwa sala ya toba, amemwamini Yesu, anabatizwa. Na mfano mwingine tukaujifunza kwa namna pekee, mfano wa ubatizo na maji mengi katika Biblia ni ubatizo wa nyumbani. Ubatizo wa nyumbani. Tuone ubatizo wa nyumbani. Upo ubatizo uliofanyika nyumbani kwa watu kadha wa kadha katika neno la Mungu tunaonyeshwa. Tuone. Ubatizo uliofanyika nyumbani. Cha kwanza kuna ubatizo wa watu wa nyumbani kwa Stefana. Hiyo tunipata Wakorintho wa kwanza 1:16. Anasema tena waliwabatiza watu wa nyumbani mwa Stefana. Zaidi ya hayo sijui kama naliwabatiza mtu yeyote mwingine. Watu wa nyumbani kwa Stefana waliamini Yesu wakaokoka, wakabatizwa wote. Kuna batizo zifanyika nyumbani, yani watu wote wakabatizwa. Umeona?